Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa. Basi natumai ya kwamba mpo wazima kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kwa ajili ya siku kuu ya leo, mimi nazidi sana kumshukuru Baba Maulana kwa sababu amenilinda, ameniongoza, ameniunganisha na wewe hapa mtandaoni. Basi rafiki yangu mpendwa, unayenitazama kwa muda huu, ningependa kukusalimu hapo ulipo kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu hasifiwe sana. Wainjilisti wapendwa, wachungaji wenzangu, maaskofu watukufu, watu wenye dhamana kubwa, watumishi wa Bwana, manabii wa Yehova, mitume wa Bwana, ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu kwa mara nyingine tena. Hamjamboni tena. Inafahamu ya kwamba mpo wazima kwa neema ya Baba. Basi kwa nafasi yako unayoichukua kwa ajili ya kuzidi kulifuatilia neno la Mungu sehemu hizi, hakika wacha Mungu akubariki na aweze kukutia nguvu. Basi mimi ninachokuomba kwa ajili ya siku ya leo, hakikisha ya kwamba unapoanza kuyafuatilia haya mahubiri matakatifu ama haya mafundisho matakatifu, tambua ya kwamba unahitaji kuyaweka moyoni siku zote, na hata mbali na hivyo unahitaji kuwapa na pia tena wengine kule nje waweze kufahamu yale uliyofahamu leo. Kwa hivyo kabla hatujaendelea, make sure ya kwamba umenifollow, hakikisha ya kwamba umelike, hakikisha ya kwamba umeshare, hakikisha ya kwamba umefanya kila kitu. Hata kule Facebook make sure kwamba umecomment, umelike, hakikisha kwamba umenifollow. Instagram, sehemu zote zile, YouTube make sure kwamba umesubscribe, kwa sababu tuko pamoja kama watoto wa Baba wa Injili. Basi moja kwa moja ningependa nikukaribishe katika mazungumzo yetu ya siku ya leo kwa muda mfupi. Naomba usiondoke, nipe muda wa dakika chache, utakuwa umebarikiwa. Nahitaji ubarikiwe ndani ya moyo wako. Nimekuja kuujenga moyo wako, wala sio kubomoa. Basi marafiki zangu na maadui zangu, tuungane pamoja ili tuweze kuzemezana, tujue kwamba Bwana wa majeshi anasemaje leo. Kwa ajili ya siku ya leo, ningependa tuingie kwenye maandiko yetu matakatifu. Kitabu kitakatifu ni kwenye Agano Jipya. Tuende tuvuke kwenye maandiko matakatifu kwenye Injili ya Yohana. Injili ya Yohana ni sura gani? Sura ni ya 15. Tutaanza na mstari wa 6. Tusikilize Bwana wetu Yesu Kristo anatuambiaje katika huu ulimwengu wa kiroho. Je, tukitaka tuishi maisha mazuri, tukitaka tukae kama watu wengine, tukitaka tutembee maisha ya amani, tukitaka tuombe maombi yetu yasikike, tunaweza kufanya nini? Au Kristo anatuambia tufuate nini? Andamana na mimi moja kwa moja kwenye haya maandiko matakatifu. Basi Injili ni ya Yohana sura ni ya 15 mstari ukiwa ni wa 6. Yesu anasemaje? Hebu msikilize kiumakini hapo ulipo ndani ya uaminifu wa Roho Mtakatifu. Basi maandiko yanaanza hivi, yanasema ya kwamba imeandikwa hivi ya kwamba Yesu na akasema, mtu asipokaa ndani yangu. Basi wana wa Mungu wapendwa, tunapozidi kuvuka kwenye maandiko yetu matakatifu, Biblia yetu takatifu inatuambiaje hapa kwenye ile Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 6. Yesu anajieleza vizuri sana, nahitaji uelewe pamoja na mimi. Anasema kwamba mtu asipokaa ndani yangu hutupa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzahavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Basi tumeweza kuelezewa vizuri kabisa na Bwana wetu Yesu Kristo. Iwapo tunahitaji tuishi maisha mazuri, iwapo tunahitaji tupendeze sana, iwapo tunahitaji tusiteseke siku zote, Bwana Yesu anazidi kutukumbusha na kutuambia kwamba mtu yeyote asipokaa ndani yake, cha kushangaza ni kwamba mtu huyo hutupwa kama tawi lisilokuwa na faida na kutupwa motoni na likateketea. Kwa hivyo kuna baadhi ya mandugu zetu wanateketea baada ya kutokukaa ndani ya Yesu Kristo. Kuna baadhi ya mandugu zetu, madada zetu wanahangamia, wanateseka
kwa sababu hawajakaa ndani ya Yesu Kristo. Kuna baadhi ya watu ambao wamepoteza maeneo zao, wamepoteza kazi zao, wamepoteza njia zao safi, wamepoteza huduma zao. Kwa sababu gani? Kwa kuwa hawakukaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ninakualika katika mfilingo wa kitakatifu, ukae ndani ya Yesu Kristo siku zote. Maneno ya Yesu yakae ndani yako, na lolote utakaloliomba kwa Yehova mtakatifu ataweza kukusikiliza tena kwa uhalisia kabisa. Basi inawezekana ya kwamba labda ukawa umezunguka kwa watumishi sehemu tabaka mbalimbali, lakini maombi yako haijazikika, hali yako haijakuwa sawa, kazi haujapata, njia zako hazijafunguka. Ni kwa sababu wewe hujakaa ndani ya Yesu. Maanake leo upo katika njia za wachungaji, lakini kesho upo katika njia za wachawi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba upo tofauti. Kumbuka ya kwamba huwezi kuwahudumia bwana wawili. Na hapo tambua ya kwamba kama ni mtumishi, simama na mtumishi wa Mungu mmoja, maana watumishi wote wanamtafuta Baba mmoja. Hakuna jinsi utakavyoniambia kwamba utakwenda kwa mtumishi fulani ikawa kwamba hao wote kila mtumishi ana Mungu wake. Hapana, wote wanamsii Mungu mmoja. Kwa hivyo stiki kwa mtumishi mmoja na uamini Bwana Yesu na umwambie Bwana akae ndani yako na maneno yake yakae ndani yako, kisha mtumishi akusaidie kama loya wako, yeye atakayezibeba kesi zako na kusipeleka kwa jaji mkuu ambaye ndiye Yehova. Uone kama Mungu hataweza kukutendea, uone kama maneno ya Mungu hayatakaa ndani yako, uone kama kazi aliyokupangia Mungu haitakaa ndani yako, uone kama mke aliyekutengea Mungu kama hatakaa ndani yako. Basi utakapokaa ndani ya Yehova siku zote, maneno yake yatakaa ndani yako, neno lake tukufu litakaa ndani yako, Roho wake Mtakatifu atatawala ndani yako, njia zake takatifu zitaonekana machoni pako, macho yako itasafika, utaona popote uendapo, masikio yako itafunguka, utasikiliza sauti ya Yehova, na rafiki yako atakuwa mwema kuliko yule uliyomfahamu na kumwamini sana. Ndoa yako itakuwa njema, kazi yako itakuwa njema, chochote unachokitafuta kitapatikana kwa uwezo wa Baba. Kwa hivyo ubarikiwe sana na Mungu wa amani akutie nguvu. Niite Mwalimu Luka Sefania. Tupatane tena wakati mwingine ili tuweze kujifundisha sana haya makala matakatifu ya Injili takatifu. Ubarikiwe sana kwa muda wako kwa kuungana pamoja na mimi katika haya makala ya Injili takatifu. Bwana wa mbinguni akubariki sana wewe uliyechukua muda wako kufuatilia hizi Injili takatifu. Basi ubarikiwe na uwe na amani. Nipo kwa ajili yako. Sante. Shalom.